Ndugu wananchi na watu wa vyombo vya habari, tunapenda kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio la ajali ambalo limetokea usiku wa kuamkia leo hii majira ya saa 8 kasorobo usiku. Eneo hili ni kijiji cha Tanangozi ambacho ni tarafa ya kata ya Mseke, tarafa ya Mlolo na wilaya na mkoa wa Iringa, ambapo katika barabara kuu ya Iringa kuelekea Njombe, gari aina ya FAU ambalo ni lori lenye namba za usajili T143 EAF lakini likiwa na tera namba T455 ADB mali ya Salim Said Mohamed ya Tanga, lilikuwa ikiendeshwa na dereva ambaye naye alifariki papo hapo. Ilikuwa ikitokea Mbeya kuelekea Dodoma, ligongana na gari yenye namba za usajili T827 ELZ aina ya Yutong Bus mali ya kampuni ya Shabibi Line, likiendeshwa na Michael Mbugi ikitokea Dodoma kuelekea Mbeya na kusababisha vifo vya watu 5 na pia majeruhi watu 5. Aidha, chanzo cha ajali hii ni dereva wa lori ambalo hilo lenye tera aina ya FAU kushindwa kulimudu gari lake kwenye mteremko mkali, kisha kuhama na upande wa pili ambako basi lilikuwa likitokea na kugongana uso kwa uso. Lakini majeruhi wa ajali hiyo wapelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa ambako wanaendelea kupata matibabu, lakini pia miili ya marehemu ambao alifariki 5 ambao tumetaja kwa katika chumba cha kuhifadhia maiti ambapo ndugu zao watakuja kwa ajili ya hatua zingine za mazishi. Lakini tunapenda tu kutoa wito kwa madereva kuhakikisha kwamba wanakagua vyombo vyao vya moto kabla ya kuanza safari, lakini pia hata kama anaendelea na safari kwa sababu hii ajali imetokea tukiona hili gari lilikuwa na hitilafu, kwa sababu kwenye mteremko dereva limemshinda ikaporomoka, hatimaye kwenda kungana hilo basi uso kwa uso. Kwa hiyo tunatoa pole pia kwa ndugu ambao wamepata msiba wa hawa ndugu zetu ambao wamefariki, lakini pia pole kwa wale ambao wanaendelea kutibiwa hospitali, na tunaombea Mwenyezi Mungu asaidie ili tuweze kupata uponyaji mapema. Fika mimi nilikuta wenyeji wanaendelea kuwaokoa wale watu walioko kwenye basi, wanaendelea kuwatolea madirishani, wanawasogeza pembeni kwa ajili ya kuwafikia askari kusimamisha magari tuweze kuwasaidia kuwapakia na kuwapeleka sehemu za matibabu. Hii ni ajali za mara kwa mara kwa sababu hapa kuna asili ya mteremko mkali na dauni kama mbili kwa haraka mtu akitoka huko akiwa mseli break lazima anakuja kuleta madhara. Mwanzo ilikuwa anatokea kule Tanangozi chini mbele kidogo pale, lakini sasa hii inaweza kutokea huko sababu kwa juu kidogo kulikuwa kuna kitu. Kwa hiyo ina maana hapa ni mara kwa mara ajali kwa eneo hili hapa zimekuwa zikitokea kutokana na mteremko mkali wa nani. Mimi na washauri kwa mfano kama hawa madereva malori wakishifika sehemu pale halmashauri hapo Jinja panda mdana, wajaribu kukagua vyombo vyao ili wanapoanza kushuka au mteremko hapo chini basi kidogo kwa kunaleta nani kidogo kutokana na kitu ambacho kitakuja kutokea katika mteremko huo. Asubuhi ya leo mnamo majira ya saa 11 tumepata ajali mbaya kutoka kwenye basi la Shabibi kutoka Mbeya kwenda Dodoma, na majeruhi waliofika kwetu walikuwa 28. Kati yao 28 wanaume walikuwa 16, na ndani yao wanaume 16 watoto wako wawili, watu wazima wako 4, halafu wanawake 12. Na walipofika pale tukawahudumia na kuassess na kila kitu. Jumla ya waliolazwa ni 17. Kati yao 17, 7 ni wanaume, 8 ni wanawake na mmoja wa ICU ambaye ni raia mwenye asili ya Kiasia ambaye ameumia vibaya sana na tunataka kumkimbiza kwenda Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi, kwa sababu kichwa chake kimepasuka na mpaka kinaonekana. Na katika hao wagonjwa ambao ni mahututi wako 5. Wengine walipata majeraha madogo. Kati ya waliolazwa 17 mahututi kabisa wako 5. Wanaendelea na huduma. Mmoja hapo ni huyo ambaye ameumia kichwa, na wengine mmoja ameumia jicho limetoka na majeraha mengine. Lakini walioruhusiwa walikuwa 11, ni wale ambao walipata majeraha madogo. Kati ya walioruhusiwa ni wanawake na wanaume, sikuweza kuwaweka sawa, lakini marehemu wako 5, mwanamke mmoja, wanaume 4. Mimi naitwa Jafari Ahmed Nzalamalenga, nipo mkoani Iringa na naweza nikasema ni shuhuda wa hili tukio ambalo limetokea. Hii ajali imetokea mnamo saa 7 za usiku. Kilichosababisha kikubwa ni gari kubwa ambayo ilibeba zikreti za soda ilikuwa inatokea jijini Mbeya
ilipokutana uso kwa uso na basi la Shabibi baada ya kuwa na overtake. Kimsingi ni kwamba tunashukuru sana jeshi la polisi limewahi sana katika hili tukio ili kuona ni namna gani wanaokoa maisha ya wananchi wale ambao wameathirika. Lakini vile vile na jeshi la kuzima moto limejitahidi sana kufika kwa wakati kuona namna gani wanaweza kuokoa wale manusura ambao wamenusurika. Hali ya usalama ingekuwa si nzuri sana kwa sababu hii barabara imekuwa na population ya magari mengi sana. Kwa hiyo kusingekuwa na kuwahi kwa polisi kuja kuzuia magari ya upande mwingine kusimama ili ya upande mwingine aweze kupita, basi pengine ingetokea ajali nyingine kubwa zaidi. Eneo hili labda hii ni ajali ya ngapi kuweza kutokea na zinasababishwa na nini hasa? Kiukweli ajali ni nyingi sana ambazo zinatokea eneo hili kutokana na mteremko. Kuna dauni kubwa sana iko hapo juu. Kwa hiyo gari nyingi zina fail breki, ndio sababu kubwa ambayo inafanya ajali zitokee eneo hili. Nini kifanyike? Kimsingi walishajaribu kufanya suluhisho la kuweka matuta kule juu ili kuepusha ajali, lakini bado imekuwa changamoto. Sasa tunashindwa kujua kwamba nini kifanyike. Labda pengine wangejaribu kufanya utanuzi wa barabara, pengine hiyo ingekuwa msaada zaidi. Kwa huu mwaka kama ajali kama ya 3 ndio. Maana kuna watu waligongwa hapo, akarudia tena akagongwa, kuna gari nyingine zikacheka hapa, zikavaana zikaingia huko kwenda kushoto. Kwa hiyo sehemu ajali zinatokea nyingi sana. Na hisi serikali inabidi iangalie huko juu, maana kuna miteremko mikali huko juu, kama wanaweza kaweka matuta ili kuepusha miendo na kuweka vibao kwamba huko mbele ndio kuna mteremko mkali. Wamegongana na lori. Lori lile limeingia upande wa kulia ambako ni upande wa basi, na basi lile limegongwa upande wa, yani kwa sababu walikuwa wanapishana, wamegongana upande wa kushoto. Yani amegonga upande wa kushoto wa basi. Kwa hiyo sasa pale haijulikani, nafikiri mwenye lori ndo alikuwa yuko long side. Ndicho kiona pale. Na mpaka sasa wamefika majeruhi hapa, tunao huko ndani. Lakini wengine wanaendelea vizuri. Nipende kulishukuru jeshi letu la polisi, kikosi cha usalama barabarani pamoja na jeshi letu la zima moto kwa jitihada kubwa sana ambazo wameweza kuzifanya kuhakikisha kwamba mbali ya kutokea kwa ajali hii ambayo kwa namna moja au nyingine ingeweza kuzuia magari mengine yasiweze kupita katika barabara hii, wameweza kusaidia kwa asilimia kubwa sana kuhakikisha magari yanaendelea na safari zake. Ajali hii imehusisha basi letu la Shabibi pamoja na lori la kampuni ya Pepsi ambayo ilikuwa imebeba bidhaa ya kinywaji baridi cha Pepsi. Mazingira yaliyokuwepo ni kwamba bila juhudi ambazo jeshi letu la polisi imezifanya, kwa kweli pasingekuwa na uwezekano kwa magari kuweza kupita. Lakini kutokana na weledi wa makamanda wetu wa kikosi chetu cha usalama barabarani pamoja na zimamoto wameweza kufanikisha kuondoa kwanza mabaki ya vyupa vilivyokuwa kwa kushirikiana na wananchi pia wa eneo hili la Tanangozi, kuondoa vyupa ambavyo vingi vilikuwa vimepasuka barabarani, ambavyo kwa namna moja wengine ingeweza kuhatarisha pia traffic flow ya magari ambayo yameruhusiwa kupita. Lakini pia mpaka tunavyoongea hivi sasa jitihada zinaendelea kufanyika kuhakikisha magari yaliyopata ajali yanaondolewa kwa kutumia kreni ambayo baada ya kufanya mawasiliano na uongozi wa TANROADS mkoa wameweza kuwasiliana na wakandarasi wa Kichina. Tumepata kreni ambayo sasa inaendelea na taratibu za kuondoa magari ili kuruhusu magari mengine sasa kuendelea na safari kama inavyotakiwa. Ni Bernard Urassa, katibu tawala wilaya ya Iringa, lakini anatoa pole kwa majeruhi ambao wamekimbizwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa kupatiwa matibabu. Nipende kutoa pole kwa majeruhi wote waliopatwa na madhila haya, na nikiamini kwamba Mungu wetu mwingi wa rehema atawapa uponyaji wa haraka. Asante sana. Ni katibu tawala wilaya ya Iringa Bernard Urassa akizungumza akiwa katika eneo hili la tukio kusaidiana na jeshi la polisi pamoja na jeshi la zimamoto kuona kuwa barabara inafunguliwa, na kama sasa unavyoona barabara ikiwa imefunguliwa. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godi. Nazungumza na jeshi la zimamoto na uokozi ambao wao wameweza kufika katika eneo hili na kutoa msaada. Mimi ni Francis Godi. Mbele yenu ni Staff Sergeant Tumaini Kimaro, askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji.
tulipigiwa simu muda wa saa 8 na dakika 19 kwamba kuna ajali ya magari kugongana, basi na lori. Tumefika hapa, tumekuta majeruhi wengine washakimbizwa hospitali na miili ambayo ilikuwa imekwama tumeweza kuwatoa. Wengine walikuwa wamebanwa, tukaweza kuwatoa akapelekwa hospitali. Na hadi hivi sasa, labda kwa kiasi gani imeweza kufanikisha kuona njia inaendelea kupitika katika eneo hili ambayo ni barabara kuu ya Iringa Mbeya? Njia tumeifanyia usafi, maana chupa zilikuwa zimezagaa sana, tumezisogeza pembeni ili magari yaweze kupita. Nini rai yako labda kwa wananchi mbalimbali ambao wanakumbwa na majanga kutumia 114? Tunawashauri wananchi kwamba tukio lote linapotokea waweze kupiga simu kwenye Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa namba yetu ya dharura 114, kwa sababu hili tukio kifuatilia limetoka kwenye muda wa saa 7. Sisi tumekuja kupata taarifa saa 8. Kwa hiyo hapo hatujapata taarifa kwa wakati. Kwa majina naitwa James Jerome Mpagama, ni driver wa lori hili ambalo liko mbele yako. Ndugu mtangazaji, kama unavyoona mazingira ya ajali ilivyokuwa hapa, kilichosababisha bwana ni moja ya lori ya kampuni ya Pepsi kufeli breki na kushindwa kulikontrol lori lake. Wakati mimi natembea hapa, pana barabara tatu. Mbele yangu kulikuwa kuna basi ya Shabibi ambayo ilikuwa inatoka Dodoma inaelekea Mbeya. Wakati wa kupishana nayo, lile lori tukaliona limefeli breki kwa umbali mrefu sana, ambapo dereva wa basi alishindwa kulimudu basi lake, alishindwa kujua aelekee wapi. Ndipo yule dereva lori aliposhindwa kulimudu lori lake, akanikwepa mimi nyuma kwenye tela. Baadaye akaingia site aliyokuwa basi na kumgonga uso kwa uso. Na wewe kwa kiasi gani uliweza kukwepa ajali hiyo? Mimi nimejitahidi sana kukwepa ajali hii, kwa sababu mbele yangu pia kulikuwa kuna gari nyingine iliyokuwa mbele yangu. Upande wangu wa kulia kulikuwa kuna gari ambazo zilikuwa nyuma ya lile basi, lakini nilijitahidi kukwepa kwa namna ninavyoweza. Wakati yule jamaa wamenigusa kwenye kontena pale nyuma, nilipoteza mwelekeo, ndipo niliweza kuingia site ya upande wa kulia kwa ajili ya kukwepa gari ndogo zilizokuwa mbele yangu. Wakati unaliona gema lile, ndugu mtangazaji, lile gema nimeruka pale kama ndege. Baada ya kufika kuruka kupiga pale hilo gema, mbele yangu nikaona nguzo, ikabidi nikwepe hii nguzo ya umeme. Baadaye nikaona tena nyumba, ikabidi tena nikwepe na hii nyumba, ndipo nikafanikiwa kukamata na breki. Mtangazaji, ilikuwa ni kufa na kupona. Inatajwa paniki kwa madereva ni sababu ya kusababisha ajali. Wewe kwa kiasi gani kwamba uliweza kuicontrol panic? Kwamba yani madereva wengi wamekuwa wakipaniki na kuweza kusababisha ajali. Anapoona ajali mbele ama anapoona kitu ambacho si cha kawaida mbele ana panic. Wewe kwa kiasi gani kwamba uliweza kucontrol panic? Mimi kwanza, baada ya kuona kwenye site mila yangu, nilipoliona lile lori la kampuni ya Pepsi limefeli, kwanza nilijipa ujasiri. Nikasema hapa inatakiwa kupambana. Sasa kule upande wa kushoto kulikuwa kuna ngema, upande wangu wa kulia kuna basi. Nikasema hapa ni lazima nipambane, kwa sababu hii kitu unajua inakuja automatically. Ukisema upaniki utashindwa kuicontrol hii gari. Lazima utulize akili ili ujue nini sasa unakifanya kwa muda huo. Nafikiri ningekuwa sijatuliza akili, hata hiyo nguzo ningekula, hii nyumba ningekula, lakini nilijipa ujasiri nikatuliza akili. Nikaangalia jinsi ya kupambana naweza nikafanya nini. Matukio Daima tunazungumza na ndugu wa majeruhi hawa ambao wamefika katika hospitali hii ya Rufaa mkoa wa Iringa kutoa msaada, lakini pia kutazama ndugu zao. Naitwa Luciano Mbosa. Nimefika hapa saa 8 na dakika 40 baada ya kupata habari hii. Saa 8 kamili ndio tulitaarifiwa kwamba ndugu yetu basi limepata ajali, wameumia,
wako Tanangozi, tukawa tunaondoka nyumbani kwenda Tanangozi. Baadaye tukaambiwa majeruhi wanaletwa hospitali ya mkoa, tukaja hapa. Basi saa 8 kama na dakika 47 hivi na 8 hivi mgonjwa wa kwanza alifika hapa, alafu kaja la pili la polisi na majeruhi akiwemo ndugu yetu. Basi wanaendelea kupata huduma. Na ndugu yako alikuwa kutoka wapi kuelekea? Ni mwalimu wa Iringa University. Alikuwa anaelekea Mbeya kwa shughuli za kikazi. Anaitwa nani? Beni Lilaola. Na hali yake ikoje? Anaendelea kutibiwa. Pole sana. Asante. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.